again and again niendelee kuweka sawa mitazamo ya watu. Ninaongea kwa kurudia ni kwa sababu watu waliharibiwa kwa muda mrefu, na kwa kurudiwa wakiambiwa faida, maana na sababu. Na ndio maana naona pamoja na kwamba ninaongea kwa kichwa hiki, kwa klipu hii, kwa sura hii, bado wanarudi kwa sura zingine nyingi, na najua nafanya kitu ambacho kimeleta maana na kinaendelea kuleta maana. Pamoja na matusi anapotoa na haribu, lakini kuna watu ambao wananufaika. Otherwise usingeona naendelea, na wala usingeona watu wanaendelea kutazama. Clip mada nasema kusomea Biblia ni kukabidhi utu, akili, hekima na kuchukua woga, unafiki na ukatili. Kusomea Biblia ni kuchukua utu, ni kukabidhi utu, akili na hekima na kuchukua woga, unafiki na ukatili. Katika kuanza kuweka vizuri hapa, kuna watu ambao nimesikia wanasema chuo cha nabii Isaya ni chuo cha ambacho mwisho wa siku ni cha kusomea Biblia, ambacho mwisho wa siku unapewa degree, diploma, masters, doctor na vitu kadha wa kadha, na kwamba chuo cha wanafunzi wa Yesu nacho kilikuwa ni chuo cha aina hiyo. Nadhani watu kufanya ibada nacho ni chuo. Nitakutofautisha kati ya chuo na ibada kwa dakika chache kabla sijaanza kuchambua vile ambavyo wanaosomea Biblia hukabidhi hekima na kuchukua unafiki, na kukabidhi utu chuoni wanatoka na ukatili, na kukabidhi akili na kuchukua makaratasi au matakwa ya wazungu. Unaamua usitumie akili, sasa utumie makaratasi na matakwa ya uzungu. Utaona vile ambavyo kusomea Biblia watu huenda kukabidhi kwa makusudi. Wanaenda kukabidhi hekima wakidhani unyenyekevu, kidhani ndio njia bora ya kuishi, kidhani ndio njia salama, kwa sababu asilimia kubwa wanaenda kusomea, wanasomea kwa vitisho vinavyoitwa vya mamlaka. Yaani kwa mamlaka zinasema uwezo ukawa mwenye haki, kwa sababu kuhubiri, kigezo cha kuhubiri peke yake ni kuwa mwenye haki, kuishi mbele za watu na kuambia nani anishuhudiaye dhambi. Kigezo peke yake. Mengine yote mavi, ni ushetani, ni upumbavu, ni ukatili. Kigezo peke yake kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Waliokuwa wakihubiri neno la Mungu kabisa, kigezo peke yake. Usijue kusoma Biblia kabisa, hata kusoma. Usijue Biblia ni maelekezo yanayotokana kutekelezwa. Uwe mwema tu, wema sio lazima usome, ujue kusoma. Na wema unaweza kaelekezwa tu. Usibie watu, usipige watu, usiue watu, fanya kazi kwa bidii, saidia watu, tendea mema watu. Ukayafanya hayo, na watu wengi wakawa wanajifunza umepitaje, umewezaje, umefikaje ulipofika. Hiyo vigezo vingine vyote vingi ni vya aidha unahisi uwe salama serikali ikichukua hatua za kufungia wasiosoma. Nataka niwaambie, serikali upofushwa macho na woga wenu na tafsiri zenu za kipumbavu na za kishetani. Na hata zikijaribu kushindana na mwenye haki, kujaribu kumtisha, kumfunga, kwa sababu kanisa halifungu. Yaani katika vitu ambavyo nimesema, kanisa halifungu na serikali, halifungu na mtawala yoyote.
vinafungwa virabu na SACCOS mnapopigia hela. Kanisa halifungwi. Halifungwi, wala injili na neno la Mungu halifungwi wala halizuiwi. Kawachocheni serikali. Mimi sisome Biblia. Kawachocheni. Watanifunga mimi gerezani. Kanisa nanipeleka gerezani. Hata wakiniweka chumba cha peke yangu, askari huyo mmoja atakayekuja kunipa chakula au kunipiga au kunitesa ndiye atakayesimama mahali pangu, kama vile Paulo au Sauli alivyokuja kusimama mahali pa Stefano. Hiyo ndio nieleze. Haya, nirudi mnasema Isa na alikuwa na chuo. Kwa hiyo Yesu hapa katika Luka 4 mstari wa 17 anasema akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. Kwa hiyo Yesu alipoenda kanisani aliletewa lijumba la nabii Isaya. Lijumba. Akaletewa na walimu na madokta na wakufunzi na malekchara wakuja kufundisha. Ndipo akawafungwa ni matumboni na mwili na akafungwa na vyumba vya chuo, akafungwa, akachukua na degree na diploma na udokta na uprofesa, akavichukua akavisoma. Chuo ni jina wewe. Chuo ni uthamani wa kile kitu, uthamani, umaana wa kile kitu. Ni jina chuo cha nabii Isaya. Utabiri wa nabii Isaya. Haya machizi nimewajibu hilo. Na wewe umejiona hapo chizi, umejiona chizi. Unasema Daniel alisema chuo cha nabii Isaya. Hata Isaya alikuwa na chuo hiki hapa. Ndio chuo hiki sasa. Yesu akakichukua chuo, akakifungua. Chizi we. Najua natuvunja moto, sikize mbele. Hata ili nakutosha. Wewe ni chizi. Ni chizi tu watu kishi hapa. Wanafunzi wa Yesu walikaa chuoni miaka 3. Walijenga wapi hicho chuo? Kwa babako. Walijenga wapi? Kwenye dini yako. Kwa babako shetani wewe, mwana walijoka wewe. Walijenga wapi hicho chuo? Walijenga wapi? Kwa babako shetani wewe. Walifanya ibada. Walielekezwa. Ibada ni kusomewa hizi sheria, ni kusomewa hiki kitabu, kuambiwa imeagizwa 1 2 3, kafanyeni 1 2 3, acheni 1 2 3. Alafu wanapofanya kinalinganishwa na hizi ibada. Kweli mmefanya ilivyoelekezwa? Yani nyewe wanadamu sijui mkoje. Hebu fikiria kwamba hivi je, bunge likitunga sheria ili zitekelezwe hizo sheria, nianzie bunge likitunga sheria, tuachane na maagizo, rais akitoa maagizo ama mkuu fulani akitoa maagizo, kinachofanyika ni kwamba watekelezaji, wasimamizi wa sheria zenyewe na watekelezaji, kinachofanyika ni kusoma ile sheria na kuitekeleza au kuisimamia, au ni kwenda chuo kuisomea. Yani kinachofanyika, Mungu ametoa maelekezo, katoa maagizo. Badala ya kuyasoma, kwa sababu soma Biblia, Yesu hapa alisoma chuo cha nabii, alisoma kinavyoelezea na watu wafahamu hivyo ama watekeleze hivyo. Yani sheria zimetungwa na bunge, watekelezaji inabidi waende chuo wakasome wapate shahada jinsi ya kutekeleza. Tungefika, kingekuwepo cha kufanyika. Maagizo, Biblia imetoa maagizo na maelekezo jinsi ya kufanya. Unajua kuna kwenda kutafuta historia ya
mji ulikuwaje, vitu ambavyo ungeenda baada ya kutekeleza mengine. Si unaenda baada ya kushindwa mengine ili ukahalalishwe na serikali kuwa kiongozi wa dini. Yani maagizo yametolewa, hujatekeleza, unaenda kusoma. Tena wengi mnachosomea ni uongozi, kwenda kuongoza watu katika mambo ulioshindwa wewe. Unaenda kusomea uongozi, sema nasomea Biblia, kutafsiri Biblia. Biblia itafsiriki kwa kusomea, unaitafsiri kwa ulivyofanyia kazi ulioelekezwa. Faida zake ndio unazowaambia watu. Manyoka nyie. Silaha yenu ni serikali. Kawatishie ni nyau watoto wadogo kule. Serikali yenyewe mmeipotoa nyinyi. Nasema serikali, sheria, serikali. Serikali gani iliyo na makusudi ya kuarifu neno la Mungu na kusudi la Mungu? Haya, ngoja bila shaka umeelewa wewe. Unaweza chuo walisoma chuo cha Daniel, alisoma chuo cha nabii Isaya. Yesu naye alisoma chuo cha nabii Isaya. Hiki hapa msome katika Matendo, katika Yohana 7. Anasema mbona hajasoma? Amepata wapi haya? Wale soma chuo ni kwenda darasani. Chuo cha nabii Isaya. Kumbe chuo ni maelekezo na unabii wa Isaya, ndio yakapewa jina chuo. We maelekezo, sheria imetungwa, rais katoa maelezo, unaenda chuoni ili uje atekeleze. Wekeni mradi wa maji hapa, wekeni barabara hapa. Wewe unaenda chuoni ili uje ukasomee, uje utekeleze. Ngoja nikuonyesha hapa jinsi ambavyo ukienda chuoni unaenda kukabidhi hekima na kuchukua unafiki. Chuo ndio mahali panapofundishwa kuwa mwoga. Ndio mahali panapofundishwa kutoshughulika na tatizo likiwa tatizo. Unaambiwa uwe na hekima. Yaani wanakuwa si watu wa kukosoa makosa katikati ya jamii, ama kukosoa makosa kwa wakuu, ila wanaoitwa viongozi wa dini, asilimia kubwa kazi yao ni kusifia wenye mamlaka, kusifia wakubwa, kukaa na wakubwa na kusifia. Kwa sababu wenye mamlaka ukitaka upatane nao, uelewane nao, muendane nao, wasifiage tu. Wafanya upumbavu, wasifiage tu. Wanaonea watu, wasifiage tu. Wanaharibu mambo, wasifiage tu. Hafu natumia maandiko yasemayo zitiini mamlaka na kusomea. Wakati huo sitaki kusoma na kuonyesha tu. Herode ndiye aliyekwenda kumwambia, Yohana ndiye aliyekwenda kumwambia Herode. Akamwambia si vema wewe kuoa mke wa ndugu yako. Herode kamshika, kamfunga, kamkata kichwa. Lakini message is sent and delivered. Hao ndio wahubiri. Yesu ndiye aliyemwambia Herode, kamwambieni mbweha. Yesu ndiye aliyewaambia wakuu wa makuhani na Mafarisayo, ambao wakati huo ndio walikuwa ni wenye mamlaka ya kuongoza na kuendesha mambo katika mataifa mbalimbali, ama katika taifa la Wayahudi wakati huo. Yesu aliwaambia enyi wanafiki, wana wa majoka. Sasa turudi kwenye zitiini mamlaka. Nasoma kinjanja. Semeni mupo kwa ajili ya mitumbo yenu, ambayo sehemu kubwa ni mikubwa. Njoo nisome. Warumi 13. Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamuliwa na Mungu. Kwa ndio mnakoishi, endelea kusoma. Mimi ndo bana somaga maandiko yenu na tafsiri kishetani.
Kabla kuja kusoma na maandiko mengine yaendelee hapo mstari wa 2 twende. Na wa 3 twende. Nitolee mimacho yote. Hivyo amwashie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu. Nao washinda nao watajipatia hukumu. Hiyo ndio miandiko mnapoishi hapo. Twende wa 3. Twende wa 3 na wa 4. Twende. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka? Fanya mema, nawe utapata sifa kwake. Fanya mema, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwa ajili ya mema. Kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui panga bure. Ufanyapo mabaya. Mwenye mamlaka ni mtumishi wa Mungu kwa mema. Akifanya mema tu. Akifanya mema tu. Akiamuru vitu katika wema. Wako wenye mamlaka walizuia watu kuhubiri, akina Petro kuhubiri, akina Yesu kuhubiri. Waliwajibu tu mtii nani? Mungu au wanadamu? Waliacha kuhubiri. Mwenye mamlaka anaweza kusema lolote analotaka, lolote. Sasa hivi hakuna kuabudu. Kuna mfalme anaitwa Corona. Mpisheni. Mfalme anaitwa Corona anataka wote muwe na harama mdomoni. Ndipo mtakuwa halali kuabudu. Sijui kazi ya Corona, kazi ya barakoa ni kusambaza ugonjwa. Kuna watu ambao baridi yoyote huwa tujifunike kichwani kwa sababu nashindwa kupumua. Na tunashindwa kichwani ndo uwekewe barakoa hapa. Ndo mihewa yote michafu. Na unaambiwa bakteria ni mdogo kuliko matundu ya barakoa au ya nguo. Sembuse kirusi. Lakini unaambiwa Corona inaambukia kwa njia ya hewa, na mjifunge likitambaa mdomoni. Kwa lengo la ile kitambaa ni ujipumulie umo, ujikute una magonjwa, kwa sababu Corona si mafua. Kwa ujikute mafua imekuingia, sababu Corona hiyo hapo. Kazi ya mibarakoa ni kusambaza hiyo magonjwa ambayo itaitwa Corona. Imagine wanafunzi wa shule akavaa ile barakoa. Wanafunzi ambao nguo tu huku chini kwa chafu. Barakoa yenyewe inatakiwa avae masaa 4 atupe, sijui afue, sio atupe. Wanafunzi avae ile barakoa toka asubuhi mpaka jioni. Wanamtengezea nini? Wanafunzi na kamasi za watoto, mate, vijae kwenye barakoa. Watawabadilishia wanafunzi kila baada ya masaa 4 watawabadilishia. Kazi ya barakoa yenyewe ni kwa ajili ya kuwasambaza, kuongeza idadi ya ugonjwa ambao baadaye ndo utakayoitwa Corona. Nadhani inakuingia. Inakuingia vizuri, tunaona kweli. Kweli. Kuna watu wa kujifunika kichwani, hatujifuniki. Ndo ukanifunike pua. Hatujifuniki na shuka na chochote vingine, hata matundu yake ni makubwa, ndo ukanifunike pua. Unanitakia nini wewe? Unanitakia nini? Hii kichwa hiki Mungu alishaweka ulinzi kila kitu hapa. Ndani kuna nywele kuna vitu, kuna hewa yote chafu yenye madhara haipiti hapa. Hatujavaa, tumekufa wapi? Sasa watakaovaa sana na kuchanjwa ndio watakao firia mbali. Na makanisani nako tuabudu maagizo ya hiyo Corona, tuabudu. Ni mamlaka zimetamka, mamlaka haziheshimiwi. Haziheshimiwi kwa kila kitu. Kwa mema, zitamke mema. Sio zitamke kwa ajili ya kufurahisha wazungu, kuumiza wa Afrika. Zitamke mema.
Wanaotoka chuoni hawezi kuongea mambo yanapoharibika. Wao wanamkabidhi Mungu. Ndio unafiki huo. Nafiki. Namkabidhi Mungu. Usiongee vibaya. Itiini mamlaka. Mamlaka tuitii kwa mema. Mamlaka ni wanadamu. Wote wanatakiwa kuwaokoa hawa. Wote wanatakiwa kuokoa, kubadili fikra. Kuokoa ni kubadili fikra, mtu awe na utu. Sio asiajali tu cheo chake, nafasi yake. Hawezi kuongea. Hawezi kuongea. Psalm 6. Walinzi wake ni vipofu wote, pia hawana maarifa. Wote ni mbwa walio bubu, hawezi kulia. Wote ndoto ulala upende usingizi. Na mbwa hao wana choyo sana, hawashibi kamwe. Na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno, waliokwenda kusomea. Hayo umesomea, unaongea nini? Unaongea nini kwa jamii? Jamii inakufa hii. Inaharibika, utakufa na wewe. Ponya litumbo lako hilo. Na familia yako somesha international. Somesha shule za gharama, kula kwa anasa. Hali inaendelea, yani wewe unamkabidhi Mungu, tafikiri hata kuomba kwenyewe unaomba. Na shida unakula tu, tumbo inatoka wapi hilo? Na shida unakula tu. Na Mbarikiwa hana hekima, anaingilia siasa. Hapo ni kipi kibovu kibaya siongei. Mimi hakuna mahali utafanya ubaya siongei. Wapi siongei? Mimi niko duniani kushughulika na ubaya, kufanya wanadamu watende wema. Usizungumza siasa. Lipi baya unaloongea? Ala, kwenye dini yako hakuna dhambi unayoikabili moja kwa moja hivi na mpaka watu wanajua ni kweli dhambi hutaki. Ni unaongea tu mdomoni, ukisubiri sadaka walete, ukileta jamani muache hii tabia, muache. Yani tabia mbaya. Mfumba macho, naangalia kichwa vaa kimini kiko mbele hapo hapo. Kibinti kimevaa kiswai kiko hapo hapo. Umeweka mikwaya kwa sababu anayependa kwaya. Kwaya ni ili uone nani ana matako makubwa, nani ana makalio makubwa, nani kijana anazungusha vizuri kiuno. Kwaya kaangalia unachopendamo kwenye kwaya. Yeyote sasa hapa, yeyote unaniangalia hapa. Unachopendamo kwenye kwaya. Unachopendamo. Nakwambia unaangaliaga binti anayecheza kwa kutingisha sana makalio. Yani uzuri wa kwaya ni kutingisha makalio ama kiuno kwa vijana. Ndio uzuri wa kwaya. Yani wakati wa kama umeoa kuacha mkeo kuchumbia ile, huyo angefaa, huyo angefaa. Kama umeolewa ni kuacha mumeo kuangalia yule angefaa. Kama hujaoa ni wakati wa sio awe ni huyu, kiangalia kwa nyingine, hapana awe ni yule. Kiangalia kwa nyingine, hapana ni yule. Hapana ni yule. Unafahamu kabisa mikwaya inachochea zina. Mfanyeje? Ndio uraji wenu. Mkivunja kwaya watu watakimbia. Ili unajua kabisa mikwaya hakuna kwenye Biblia waliimba kwa mikwaya, waliimba kwa watu kuongoza wengine wote kuimba. Sio wengine kwenda kufanya mazoezi ya kuzini natikisha kiuno. Mazoezi ya kuzini mnasema mazoezi ya kumwimbia Mungu. Mbwa vipofu, mbwa bubu, mbwa wenye choyo, msiofahamu neno. Nafahamu tafsiri za wazungu. Nimaliza hapo. Nafiki. Mwezi kukabili utatizo inavyoonekana. Nalikabili kwa kumwachia Mungu. Mungu kawapa kazi nyie, muende duniani, muemo duniani, mutatue, mutoe mateso, matatizo, maovu, mukemee uovu. Muwape watu njia ya kuacha uovu, kushinda dhambi. Nye ni kongeto, jamani muache dhambi. Jamani muache dhambi. Simamia waache, fukuza wanaotenda. Ili kanisani pawe patakatifu, pawe safi. Fukuza. Unasubiri tu aliyeweka mimba tumbo liko hivi ndio umetenda dhambi. Usubiri kuja kurudi uze uzini tena.
Fukuza waogope na waliobaki waogope. Uwe tayari kubaki peke yako. Unafiki mikubwa nye. Kusomea Biblia ni kusomea unafiki. Kukabidhi hekima. Sema hekima ni kunyamaza, hekima ni kufanya jambo sahihi, wakati sahihi, mahali sahihi. Yesu hakuwa na hekima mpaka akauawa. Akina Paulo hawakuwa na hekima mpaka wakauawa. Hekima ni kufanya jambo bila kutengeneza tatizo. Kutatua jambo wakati mwingine Suleiman alienda kutatua kwa kusema mleteni huyo mtoto tumkate vipande viwili. Na ndio moja watu wenye hekima. Unajua hekima ni kukaa utafikiri ni msukure. Misukure nye. Limekaa utafikiri sukure. Inaona mabaya kwa sababu likiataki yale mabaya kuna uwezekano wa kufungwa jela, kuna uwezekano wa kuuawa. Sema muwe na hekima. Nafiki mkubwa wewe. Na ndio mnachoenda kufundishwa mnakosema chuoni. Mimi siendi ngo. Tumeona wangapi hapa walikuwa tuna wito kabisa. Imeenda chuoni imerudi mishetani. Nimekwambia hata kama ulisoma chuo, alimadamu ulirudi na wito wa Mungu. Utahubiri kwa uchungu sana juu ya hila iliyoko chuoni. Utahubiri kwa uchungu sana. Na ndio ungekuwa kimbele sana kuongea madhara yaliyoko chuoni na mafundisho potofu ya kudilute, kupunguza makali ya Biblia na maelezo, kuchakachua Biblia ili kujiona wote tumeoza, hakuna mkamilifu hata mmoja. Tafikiri nani yule kipara yule makere gani? Wakina Mazanja, wote tumeoza, hakuna mkamilifu hata mmoja. Wote tumeoza. Umeoza wewe, na kimekuozesha hicho kichua ambacho ulikwenda ili uwe safe kutumika serikali isikuatake, isikuandame. Heri mimi nina hatari. Wazungu wananiwinda usiku na mchana. Wakuu wa dini wananiwinda usiku na mchana. Serikali nayo inasema hatukuelewi, hatukupendi, hatutakuruhusu. Usizani hatujakuona, tumekuona. Kwanza hata sio serikali, ni mtu mwenyewe na mapenzi yake na wivu wake na mikusudi mibaya na roho mbaya kwako. Ndio najaribu kuniotea, kwa sababu kama ingekuwa serikali isingeshindwa, ingenifikia kitambo, kwa sababu ni wivu wako. Najaribu sasa convince uingize maana kwenye serikali ili nielewe hivyo. Na serikali nayo ikifikiria, ikiangalia watoto nao lea ninavyowasaidia, walivyofanikiwa, walivyostawi, walivyowema, inashindwa kuamua tumruhusu huyu aendelee na wema wake ama tukuuzi wewe na kukuambia huyu ni mwema. Inashindwa. Tunakwenda. Huyu hajafungwa mpaka leo, hajakamatwa mpaka leo, hajauawa mpaka leo. Mpaka leo sijauawa, mpaka leo sijakamatwa. Mambo yanakwenda. Ikijayo nakuwa kanda ya ziwa. Kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 22, tarehe 28 mwezi wa 7 mpaka tarehe 22. Tarehe 28 hadi tarehe 2-3 na kuwa Chato mjini. Tarehe 5 hadi tarehe 8-9 pale takuwa Bukoba mjini. Tarehe 9 hiyo au 10 mpaka tarehe 15 takuwa Lunzewe. Tarehe 16, 17, 18 takuwa Nyakanazi. 19, 18 sijui hiyo 18 nitakuwa Kahama. Ninasema si ungekuja na Mwanza, ungekuja na Musoma. Sijawahi kutoka mimi hata wiki 2 mfululizo.
Hiyo ndio mara ya kwanza kutoka mwezi mmoja. Baada hapo narudi. Kirudi kwa sehemu kubwa mikutano nitakayofanya. Kwa sehemu kubwa kama itatokea ya huko kwingine. Sehemu kubwa ni ya waliko watoto wangu Arusha, Singida, Iringa, Dar es Salaam. Kwa sehemu kubwa nipo. Nikamatiwa huko, sawa. Nikamatiwa njiani, sawa. Nikifungwa huko, sawa. 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 Nikiuawa, sawa. Toka nianze kuisha mjanio mmeshasikia mangapi? Mmeelewa? Kusomea Biblia 2 ni kutoa utu na kuingiza ukatili. Hawawi na huruma. Hutumia sheria, taratibu na miongozo yao au ya serikali kuumiza wachungaji walio chini yao. Ukujenga kwa lijengo, ukotoa chochote kikubwa ulisajili kwa ujanja kule. Kaandika katiba cha uongo cha kishetani. Ukakabidhi kule. Baadaye kila aliyeanza kanisa chini yako ukimwagiza toe hela ambazo jarimako hujafanya kwa kazi, akishindwa unamfukuza, unanyang'anya mali yake. Sababu sheria, taratibu, miongozo vinakuruhusu. Huna utu, una mishetani, umeingiziwa choni lishetani likubwa lenye mapembe 76. Shetani kanishtaki, shetani wewe. Kanishtaki, nenda kanishtaki. Unachelewa nini? Mnajadili mara ngapi? Mmoja ni muuza sana. Kwa nini mnajadili kuniua, kunifunga, kunishtaki? Nasema watu. Sema wewe mbarikiwa wewe. Hata jinsi lazima tukujadili, tunashindwa tukufanyaje? Nikamwambia haya, hiyo mnanyang'anya mijengo hiyo uliojenga mwenyewe. Sema ila kwa hilo mbarikiwa hilo. Hilo kwa hilo. Kwa hilo tusemeage tu. Tusemeage tu. Ningekuwa na arifu mungeshanishika kitambo. Wewe naongea ukweli, kuna milaji fulani na kuna ndo pinga. Unakuwa una utu, umekabidhi utu, umechukua ukatili. Nyang'anya mijengo ya watu, nafsi, na hakimu mpagani anasema huyu jamaa angetumia hata huruma, ila kwa sababu sasa sheria, miongozo, katiba, taratibu nasema hivyo, lakini huyu jamaa angetumia hata utu tu, amwachie mtu huyu mali yake. Anavyojieleza, aliuza viwanja, watoto washindwa kwenda shule, alipata shida. Yeye wakaje kunyang'anya tu na kumwacha huyu mtu peupe tu pale. Yeye anakuambia katiba, sheria na miongozo. Kwa sababu wanaweza kutumia katiba, sheria na miongozo ni wenye roho mbaya tu. Lakini mwenye utu anatumia utu. Utu uko juu ya sheria. Utu ndio unaotengeneza sheria kwa kusuda kuboresha utu wa watu. Ikifika mahala, na sheria mara nyingi hutungwa kwa ajili ya wakati fulani, kwa sababu fulani, ili kufanikisha jambo fulani. Mkishavuka lazima muende mbali kuliko sheria yenyewe. Lakini mimi yenye roho mbaya lazima likae pale. Kwa sababu sheria ni inakurudisha miaka 80 nyuma. Kwa anayeweza kufanya sawa na speed na teknolojia na hali ilivyo sasa, ukiona tunataka kumnyanyasa na tumia ile sheria ya mwaka 72 91 1200. Gweli ya setano huo. B. Hawaangalii hali za watu wao wanapokamua ama kutengeneza michango, au wanapoahidi ahadi hewa. Hawaangalii hali za watu wao. Wanakula, wanalala vizuri, wanaishi vizuri, watoto wao wanasoma. Hawaangalii Mungu, toa ulivyo navyo, toa usipotoa utalaaniwa. Toa. Chango leo, chango ule kesho. Wanaotoa masikini, wahitaji, wana madeni. Akitoroka baada ya madeni anasema ulikuwa utoi vizuri. Ilikuwa utoe mpaka ufe. Umetoa umekimbia. Ulikuwa utoi vizuri fungu lako. Kwa sababu mengi inatoa mpaka inakuja kufa. Masikini lilichokuwa kiinua mgongo zote ziishia kanisani. Nilipata madini lilikokuwa linachimba zote ziishia kanisani. Nilichukua pensheni zote ziishia kanisani. Linakuja kufa masikini. Ila yenyewe tumbo liko nyaka.
inaendesha gari la milioni 110. Inaishi kwenye liekaru. Watu wake wanaishi kwenye vyumba vya kupanga, wananyanyasika. Lenyewe limejenga nyumba, kwingine linaweka mbwa, kwingine linaweka magari, kwingine linaweka fisi, kwingine linaweka nyoka. Mimi nyoka humo. Mimi nyoka nye. Utajengaje nyumba la fahari kiasi hicho? Najua mwendo mtafuta maneno ashikwe akamatwe. Nyoka, narudia tena, wewe ni nyoka. Mimi bwana nimejenga nyumba ya fahari, bati la rangi, safe container, vyumba 6. Alafu nimeweka watoto wanaishi. Mimi naishi kwenye chumba na sebule, bati za zamani, kimezekwa slope hivi. Mchungaji mwema hutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Kwani mimi ndio sina maana nzuri, wewe ndio una maana nzuri? Ndio maana kuita nyoka. Na hiyo sijajenga kwa michango ya watu kanisani. Nimejenga kwa kuuza nyumba niliyojenga Dar es Salaam kabla ya kuwa mchungaji. Nikauza, nimejenga mahali pengine, nimewapa watu wakae bure. Ina marumaru, ina ceiling board. Mimi naishi kwenye kinyumba cha chumba na sebule, kimeaziko tafikiri kichanja cha kuanikia vyombo. Na siku moja nitawapigia picha. Na wewe sema wewe ni nyoka, unakatalia nini? Ndio leo ndisho kwenye vyuo. Naenda kufundisha kwenye vyuo. Jambo la 3. Ujilimbikizia mali nyingi wao na familia zao wakati watu wao choka mbaya. Nimeshalieleza hapo. Lakini ndio wale wanaahidi watu. Tabarikiwa, utakuwa kichwa, tabarikiwa, tole Bwana, guse Bwana, ili barikiwe. Nunua chumvi, vuta, gusa, weka hela, naona baraka. Najilimbikizia ya mali, watu wao wanaotoa na shida. Jambo la 2, la 3 na mwisho. Wanapotoa akili na kuchukua makaratasi na matakwa ya wazungu. Hakuna jambo wanaloweza kuona kuwa ni jema kwa akili zao. Wao kila watakalo sema wazungu au serikali au wakubwa wao ndio roho wa kweli, roho na kweli. Hamna wanaosomea Biblia uwezo kaona ili amepima kwa utashi wake na akili yake. Msikiliza popote anapoongea asilimia kubwa. Ananukuu walivyosema wakuu, walivyosema wazungu, kutoka kwa Hegen Fark, kutoka kwa Radar Bank, kutoka kwa pre na mwa kutoka kwa chuo kikuu cha Washington, mpaka tako ya Washington. Kiongozi nataka ask of run kapaka mwamba ya run pray. Yani wewe huna la kwako ambalo mimi nahisi mimi nani naona nina roho wa Mungu. Hili wote wanafanya hivi, wanasema hivi, wanataka tuelekee huko, lakini mimi nahisi utu kabisa na haki ni hivi. Hata kama kuna jambo umelikataa, kimya rafiki. Martin Luther aliwahi kusema, heri adui anayeongea kuliko rafiki aliyenyamaza. Mtu akikunga mkono au anaonga mkono kimya au anapinga kimya, huunga mkono kimya. Nitaendelea siku nyingine. Hii ni sauti ya mtu aliaye toka nyikani. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Maranatha.